Joseph Kasaine Ole Nkaissery alisomea shule ya msingi ya Ilbisil kutoka mwaka 1960 mpaka mwaka 1966. Alijiunga akiwa na umri wa miaka 11. Katika mwanzo wa kipekee wa elimu yake, alihudhuria darasa la kwanza asubuhi na darasa la pili alasiri kama mwanafunzi wa bweni, akikamilisha viwango vyote viwili kwa mwaka mmoja. Alikamilisha elimu yake ya sekondari mwaka 1970, ambapo wakati huo alikuwa mkazi wa Elgon House. Baadaye alijiunga na chuo kikuu cha Kenyatta toka mwaka 1970 mpaka mwaka 1972, shahada ya elimu. Japo kabla ya kumaliza chuo kikuu, aliacha shule baada ya mwaka mmoja na kujiunga na jeshi la Kenya. Joseph Kasaine Ole Nkaissery alihudhuria taasisi kadhaa za kimkakati na wataaluma yake ya kijeshi ya miaka 29. Nkaissery alijiunga na chuo cha mafunzo ya kadeti cha India almaarufu Dehradun, ambapo alichaguliwa kwa kozi ya miezi 13, lakini aliondolewa muda mfupi kabla ya kukamilika kutokana na kutokuwa na utulivu wa amani za kikanda kufuatia mapinduzi ya hayati Idi Amin Dada, kiongozi katili aliyekuwa rais wa Uganda. Mwaka 1985 mpaka mwaka 1986 alijiunga na chuo cha wafanyakazi wa ulinzi wa mtaa wa Karen, jiji la Nairobi. Hapa ndipo maafisa wakuu wa KDF waliyapata mafunzo katika kazi za sheria na wafanyakazi. Mwaka 1996 mpaka mwaka 1997, Ole Nkaissery alijiunga na chuo cha vita vya jeshi la Marekani, akihudhuria kama mwanachama wa kimataifa, akipata stashahada ya uzamili katika uongozi na usimamizi wa kimkakati. Baadaye mwaka 1996 mpaka mwaka 1997 alijiunga na shule ya serikali ya Kennedy, chuo kikuu cha Harvard. Kipindi hicho nchini Marekani, alihudhuria Harvard kwa mafunzo maalum katika uongozi na maendeleo. Kuanzia mwaka 1996 hadi mwaka 1997, Joseph Kasaine Ole Nkaissery alikuwa Marekani kama mwanachama wa kimataifa katika chuo cha vita vya jeshi la Marekani huko Castle, Pennsylvania, na hapo Joseph Ole Nkaissery alipata stashahada ya uzamili katika uongozi na usimamizi wa kimkakati. Eneo lake maalum la kuzingatia kuanzia mwaka 1996 hadi mwaka 1997, Joseph Kasaine Ole Nkaissery alikuwa Marekani kama mwanachama wa kimataifa katika chuo cha vita vya jeshi la Marekani huko Castle, Pennsylvania, na hapo Joseph Ole Nkaissery alipata stashahada ya uzamili katika uongozi na usimamizi wa kimkakati. Eneo lake maalum la kuzingatia lilikuwa usalama wa kikanda. Joseph Ole Nkaissery aliporudi mwaka 1997 kutoka Marekani, alipandishwa cheo na kuteuliwa katika nafasi za juu za amri zilizomweka katika viwango vya juu vya jeshi la Kenya. Mwaka 1997 mpaka mwaka 1998 alikuwa naibu kamanda mkufunzi mkuu kuunda mafunzo ya kizazi kijacho cha maafisa. Mwaka 1999 mpaka mwaka 2002 msimamizi wa eneo lote la magharibi mwa Kenya. Vilevile alipata nyadhifa ya kuwa kamanda wa chuo cha mafunzo ya vikosi vya jeshi AFTC mwaka 2002, ambapo hiyo ndio ilikuwa nafasi yake ya mwisho kabla ya kustaafu. Mnamo Disemba mwaka 2002, wakati Kenya ilikuwa inaelekea katika uchaguzi mkuu wa kihistoria, ambapo ilikuwa ni mpito kutoka enzi ya Daniel Toroitich arap Moi hadi enzi ya Mwai Kibaki, Ole Nkaissery aliomba kustaafu baada ya miaka 29 ya utumishi. Alihama mara moja kutoka nafasi yake kama kamanda hadi jukwaa la kisiasa. Joseph Ole Nkaissery aligombea kiti cha ubunge wa Kajiado kwa tiketi ya KANU mwaka 2002 na akashinda, akiashiria mwanzo wa taaluma ya kisiasa ambayo ingedumu hadi kifo chake mwaka 2017. Mnamo Juni mwaka 1997,
Meja Jenerali mstaafu Joseph Ole Nkaissery na mkewe waliporudi kutoka Marekani walitarajia kurudi nyumbani kwa utulivu. Badala yake, katika uwanja wa ndege wa kimataifa wa Jomo Kenyatta walipokelewa na ujumbe wa wazee wa Maasai. Wazee hawakuwa wamekuja kumlaki kwa njia kawaida ya mapokezi. Walimsihi ajiondoe jeshini na kugombea kiti cha ubunge cha Kajiado Central katika uchaguzi ujao. Joseph Nkasaine Ole Nkaissery alisikiliza kwa heshima, lakini alikataa. Alieleza kwamba serikali ya Rais Daniel Arap Moi ilikuwa imefadhili mafunzo yake ya kijeshi ya hali ya juu nje ya nchi hivi karibuni. Alihisi kwamba kuacha jeshi wakati huo kungekuwa ni ubaya kwa taifa lililowekeza kwake. Wazee walikubali hoja yake na kujiondoa na kumruhusu kuendelea na huduma yake ya kijeshi. Miaka mitano baadaye, mwaka 2002, wazee hao wa Kimaasai walirudi kwake tena. Hali ya kisiasa ilikuwa imebadilika, na hivyo ndivyo haraka ulivyokuwa ndani ya jamii. Viongozi mavetenari kama vile William Timama na John Keane walikuwa wakizeeka, na wengi waliamini wakati ulikuwa umefika uongozi mpya. Wakati huu Joseph Nkasaine Ole Nkaissery hakuwafukuza kazi moja kwa moja. Badala yake, alishauri kwamba ikiwa walikuwa wazito, wanapaswa kutafuta kibali kutoka kwa Rais Daniel Toroitich Arap Moi, kwani kujiuzulu kutoka jeshini kulihitaji idhini rasmi. Kundi la wazee lilienda Ikulu kushauriana na Rais Daniel Toroitich Arap Moi. Baada ya kufikiria, rais alitoa baraka zake akitambua hitaji la mabadiliko ya vizazi na uwakilishi mpya kwa jamii ya Wamasai. Kwa idhini hiyo, njia iliwekwa wazi kwa Joseph Nkasaine Ole Nkaissery kuingia kwenye siasa. Habari za kuidhinishwa na rais zilikuwa msisimko nyumbani. Maandalizi ya kampeni yalianza karibu mara moja, na familia ya jenerali ikibadilika na kuwa ya kisiasa. Hata hivyo, kuingia kwake kulivuruga mipango ya awali. Patrick Tutui, ambaye hapo awali alikuwa ameungwa mkono kwa kiti hicho na hata alijiuzulu kutoka kazini kwa kutarajia, alijikuta ametengwa. Hali hiyo ilisababisha mvutano na upatanishi uliohitajika. Jenerali James Molinge, mshirika wa karibu, alihusika katika kutuliza hali hiyo. Kwa kuzingatia mila ya Wamasai, Nkaissery alimpa ng'ombe ishara ya heshima na heshima kati yao. Kitendo hicho kilionyesha mizizi ya kitamaduni ya jenerali na kujitolea kwake kudumisha uhusiano hata katikati ya ushindani wa kisiasa. Hatimaye swali kuu likawa wazi: ni nani aliyewekwa vyema kuiwakilisha Kajiado Central kwa ufanisi na kutetea maendeleo katika ngazi ya kitaifa? Wengi walihitimisha kwamba uzoefu wa kijeshi wa Joseph Nkasaine Ole Nkaissery, mitandao ya kitaifa na historia ya uongozi ilimpa faida kubwa. Hivyo Joseph Ole Nkaissery alibadilika kutoka taaluma ya kijeshi yenye hadhi ya juu hadi siasa. Hatua yake haikuchochewa na tamaa ya kibinafsi pekee, bali na shinikizo la jamii, wajibu wa kitamaduni na idhini ya rais. Katika kuingia katika uwanja wa kisiasa, alibeba nidhamu ya mwanajeshi na matarajio ya watu wake. Tangu mwaka 2003 aliongoza Kajiado Central kama mbunge. Mwaka 2014 ulikuwa mwaka ambao Kenya ilikuwa sehemu mbaya dhidi ya amani nchini, haswa dhidi ya makundi ya kigaidi. Kuanzia shambulio la Westgate hadi mashambulizi ya kikatili huko Mandera na Kapedo, taifa lilikuwa likitetemeka. Kilio cha umma kilikuwa na ombi la rais kutafuta mbinu katika wizara ya usalama itakayosaidia kurejesha amani. Idara ya usalama, wakati huo ikiwa chini ya Joseph Ole Lenku, ilionekana kuzidiwa na wepesi wa ugaidi. Rais Uhuru Muigai wa Kenyatta alihitaji zaidi ya mwanasiasa. Alihitaji mtaalamu wa mikakati mwenye historia kina ya usalama. Mnamo Disemba 2, mabadiliko yalianza. Ole Lenku alikuwa nje. Chaguo la asili lilikuwa Meja Jenerali mstaafu Joseph Nkasaine Ole Nkaissery, ambapo
alianza kazi siku ya Boxing Day mwaka 2014. Hakuwa mgeni katika kambi au ukumbi wa kuta za kijeshi. Akiwa mkongwe wa miaka 29 katika jeshi la Kenya KDF, kazi yake ya mwisho ilikuwa kama kamanda wa chuo cha mafunzo ya vikosi vya jeshi. Aliingia katika wizara iliyokumbwa na uvunjifu wa usalama kwa ahadi ya pekee ya kishujaa akisema, sitawaangusha wa Kenya. Mbinu ya Nkaissery ilikuwa ya haraka na ya upasuaji. Alisukuma sheria nyingi mpya za usalama ambazo mara nyingi zilikuwa na utata, zilizoundwa ili kuipa serikali meno inayohitaji kupambana na uhalifu na ugaidi. Ingawa wakosoaji waliogopa ukiukwaji wa haki za binadamu, Nkaissery alikuwa mkaidi. Hizi zilikuwa zana za kuishi. Ndani ya siku zake 90 za kwanza, Jenerali Joseph Kasaine Ole Nkaissery alifanya kile ambacho wachache walidhubutu: kukiri hadharani uwepo wa magenge yenye nguvu na madalali wanaoingilia zabuni za wizara. Hakuwa akipambana na magaidi tu mpakani, alikuwa akipambana na ufisadi ndani ya kuta zake mwenyewe. Kwa ufuasi wake, alikuwa mtu aliyerahisisha shughuli za usalama na kuingiza nidhamu iliyopotea kwa muda mrefu katika jeshi. Kwa wakosoaji wake, alikuwa muafidhina mwenye msimamo mkali, lakini matokeo hayakukanushika. Timu mpya, ushirikiano mkubwa miongoni mwa watendaji wa usalama na athari chanya kwa usalama wa taifa. Joseph Kasaine Ole Nkaissery hakushikilia kiti tu, aliongoza wizara. Alibadilisha wizara ya mambo ya ndani kutoka katika hali ya udhaifu kuwa ngao kwa taifa. Siku ya Ijumaa Julai tarehe 7 mwaka 2017 kwa Meja Jenerali Joseph Kasaine Ole Nkaissery ilianza kama siku nyingine yoyote katika maisha ya mtu anayelinda taifa. Alisimama imara katika uwanja wa Uhuru Park akiungana na Rais Uhuru Muigai wa Kenyatta katika mkutano wa maombi ya kitaifa. Hakukuwa na dalili za uchovu, hakuna dalili za kile kitakachokuja. Kati ya maombi na mikutano ya mwisho usalama ya alasiri, jenerali alikuwa kama kawaida mwenye mamlaka kamili na alikuwa mzima wa afya. Lakini jua lilipotua juu ya nyumba yake huko Karen, mdundo wa kazi yake ya miaka 30 ghafla uliruka mpigo. Usiku huo huo, mtu huyu anayejulikana kwa nidhamu yake ya chuma alianguka. Mbio za kwenda hospitali ya Karen zilikuwa za haraka, lakini vita vilikuwa tayari vimekwisha. Katika saa tulivu na za mapema za Jumamosi, Julai tarehe 8, moyo uliokuwa umepiga kwa Kenya kwa miaka 67 hatimaye ulinyamaza. Habari hizo zilisababisha mshtuko kutoka ikulu hadi mipaka ya mbali zaidi. Uchaguzi mkuu ukiwa umebaki mwezi mmoja tu, taifa lilikuwa limepoteza ngao yake. Sayansi baadaye ingefichua chanzo cha kifo cha Joseph Kasaine Ole Nkaissery. Mshtuko mkali wa moyo, mshipa wa damu ulioharibika ulifanya kile ambacho hakuna adui wa uwanja wa vita angeweza kufanya. Baada ya mkasa huo, Daktari Fred Matiang'i aliitwa ili kuimarisha meli, lakini pengo liliachwa na jenerali lilikuwa kubwa. Wiki moja baadaye, jemedari kiongozi mkuu alirudi kwenye ardhi ya Ilbisil. Kati ya heshima za kijeshi na wingi wa tarumbeta, rafiki yake wa karibu wa miaka 43, Kanali Francis Mugambi, alishiriki mtazamo wa nadra wa mtu aliye nyuma ya medali, upande wa kuchekesha wa askari mkali. Joseph Kasaine Ole Nkaissery alizikwa si tu kama waziri wa baraza la mawaziri, bali kama mtumishi bora wa umma, mtu ambaye hakuitumikia nchi yake tu, alikuwa sehemu ya msingi wake. Na hii ndiyo historia ya Joseph Kasaine Ole Nkaissery. Biblia takatifu inashauri, nafasi haimngoji mwanadamu, mwanadamu ndio anafaa kuitafuta nafasi. Ufalme wa mbinguni umeandaliwa kwa wanaoutafuta.